Sasa kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara, 500,000 alikuwa ameazima kwa paroko, yani Padre Isaac Nzigirwa, na 1,500,000 alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu, yani Padre Godwin Maliga, na hivi kufanya jumla ya shilingi milioni 2. Kwa hivi inaonekana kwenye transaction zake huko eBay zilikwenda 3.5 kwa maana ya 1.5 ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni 25. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa wakati angekuwa amejiteka mwenyewe. Na hivyo basi Padre Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 Septemba 2025. Tarehe 26 Septemba 2025, baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri, tuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya, na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yani depression, na hivi akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe 29 Septemba 2025, limefuta tuhuma na kumwacha huru. Naomba ifahamike hivi kwa mujibu wa sheria za kanisa ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali, na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa kwa kuwa wao, yani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, halafu mambo mengine yataendelea.